kupata utajiri na heshima katika Yesu. Kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Kwanza 29. Mambo ya Nyakati wa Kwanza sura ya 29 mstari ule wa 12. Mambo ya Nyakati wa Kwanza 29:12. Kupata utajiri katika Yesu. Kupata utajiri katika Yesu. Mambo ya Nyakati wa Kwanza 29:12. Hicho ndio kitabu ambacho tutaanza nacho. Tukianza na nini maana ya utajiri? Utajiri ni kitendo cha kuwa na vitu vingi au mali nyingi ambayo hutegemea kiwango cha maarifa ya Mungu ndani ya mtu. Utajiri ni kuwa na vitu vingi au mali nyingi baada ya kuwa mtu amekuwa na maarifa makuu katika Mungu ili aweze kudhibiti utajiri ambao Mungu anauthibitisha. Ni dhahiri kwamba Mungu huwa anatuokoa. Akishatuokoa anaanza kutujaza maarifa. Lakini hatujazi tu maarifa, anatupa neema ya kuyatumia yale maarifa kuutunza na kuupokea utajiri. Tukisoma hichi kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Kwanza 29:12, tunaona Biblia inasema hivi. Mambo ya Nyakati wa Kwanza 29:12. Utajiri na heshima hutoka kwako wewe, nawe watawala juu ya vyote, na mkononi mwako mna uweza na nguvu, tena mkononi mwako mna kuwatunza na kuwawezesha wote. Sasa hichi kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Kwanza 29:12 anasema mkononi mwa Mungu mna nguvu. Lakini ukianza na ule mstari wa 12 pale mwanzoni anasema ya kwamba utajiri na heshima hutoka kwako wewe. Tukimwamini Yesu tukamwelewa vizuri, tutajua namna ya kupata utajiri katika yeye. Na hapa tulipo, Mungu anazidi kuwekeza maarifa yenye asili ya mafanikio ndani yetu. Sasa utajiri na heshima kama vinatoka kwa Mungu, yupo Yesu ambaye alitoka kwa Mungu akaja kwa wanadamu, akawapa mamlaka, akawapa nguvu na neema tofauti tofauti. Manake Yesu ambaye amekuja kwa wanadamu amekuja na utajiri, amekuja na heshima. Lakini huu utajiri tunaupata kupitia nguvu ambayo Mungu ameiwekeza ndani yetu. Ndio maana mkononi mwa Mungu mna uweza na nguvu. Sasa Yesu akishatuokoa anaanza kutupa neema ya mkono wa Mungu kuwa juu yetu. Ndio maana kitabu cha Ezekieli 37 mstari wa kwanza Biblia inasema hivi: mkono wa Bwana ulikuwa juu yangu, naye akanichukua na kunipeleka katika bonde. Tunaona mkono wa Bwana ulipokuwa juu ya Ezekieli, alifufua mifupa mikavu likawa jeshi kubwa. Sasa hii yote ni kwa sababu Mungu
baada ya kutuokoa, ni dhahiri kwamba anataka tuwe watu wa kufanikiwa na kutajirika. Kwa vijana kama hivi, tukishampokea Yesu, tunatakiwa kuwa watu wa kufanikiwa na kutajirika. Huo ni mpango wa Mungu. Na kwa maana nyingine, utajiri ni utoshelevu wa mali, fedha, baraka na umiliki na kila shibisho. Utajiri ni utoshelevu wa mali, fedha, baraka, umiliki na kila shibisho. Yaani Mungu anatushibisha. Sasa tuangalie hicho kitabu kama tumefika. Unapokuwa umeokoka, hayo Mambo ya Nyakati wa Kwanza 29:12. Tuone hapo. Utaona hapo kwenye mstari wa 12 kuna sehemu imeandikwa, tena mkononi mwako mna nini? Mna kuwatukuza na kuwawezesha wote. Akina nani? Maana yake sisi hapa kwenye mkono wa Mungu. Mkononi mwako mna kuwatukuza na kuwawezesha wote. Wote akina nani? Tukishajaa maarifa ya Mungu, Mungu anakuwa na sababu ya kututajirisha. Atachokiogopa Mungu ni kumpa mtu vitu, halafu kikanyang'anya vitu ambavyo Mungu aliviwekeza ndani ya mtu. Kwa sababu utajiri ambao unakuja kwenye maisha yetu ni tofauti na huo wa dunia. Utajiri wetu unakuwa ni mkubwa kuliko wa dunia. Sasa tunapozidi kujiwekeza katika kuipata hekima ya Mungu, na Mungu akaendelea kufinyanga mioyo yetu ikamfanania yeye, kutukabidhi mali Mungu sio kazi, ni haraka tu. Kwa sababu ukisoma hapo utakuta kuna mambo ya kuzingatia, kama vile mtu anayetaka kuwa tajiri katika Yesu Kristo, jambo la kwanza anatakiwa kulijua, Mungu ni mtawala wa vyote. Hilo ni jambo la kwanza. Adamu naye aliagizwa kwamba katawale vyote, mkatawale vyote, akasema vya nchi kavu na majini na mali popote virukavyo na vitambavyo. Lakini jambo la pili la kuzingatia, mkononi mwa Mungu lazima ujue mnauweza. Unapokuwa unafanya juhudi zako za kutafuta utajiri, lazima ujue mkononi mwa Mungu upo uweza. Huo uweza upo kwa sababu kuna vitu vingine, kuna vimiungu vidogo vidogo, hata kama vimejulikana sana, lakini vile vimiungu vidogo vidogo huwa vinawatesa watu kwa kuwatishia. Hili ni neno la Bwana. Na kama mkononi mwa Mungu mna nguvu, uwe na uhakika kama shetani atakuja kwa nguvu zake za ziada, mkono wa Mungu wenye nguvu utakushindia. Haya ni maneno ambayo ninayachukua katika Mambo ya Nyakati wa Kwanza 29:12. Lakini zingatio la tatu, lazima ajue mtu anayetaka kuwa tajiri katika Yesu, mkononi mwa Mungu mna kuwatukuza wote. Unapokuwa kuwa tajiri katika Yesu, lazima ujue mkononi mwa Mungu mna kuwatukuza wote. Wote wanatukuzwa, wote wanainuliwa. Kutukuzwa maana yake ni kuinuliwa, unawekwa juu, unawekwa juu, unatukuzwa na Mungu. Lakini pia mtu anayetaka kuwa tajiri katika Yesu lazima ajue ya kwamba mkononi mwa Mungu mna kuwawezesha wote. Lazima utambue ya kwamba mkononi mwa Mungu mna kuwawezesha wote. Mungu anawawezesha watu wote. Usiogope kufanya jambo fulani kwa ukubwa, kwa kuhofia nitaweza. Itawezekana. Biblia inanena wazi ya kwamba katika Marko 9:23 kwamba yote yanawezekana kwake aminie. Kuamini maana yake ukishaamini kitu
inabidi utende ili imani yako isionekane mufu. Ndio maana katika Yakobo anasema ya kwamba imani bila matendo imekufa. Kwa kama imani bila matendo imekufa, manake ukishaamini ya kwamba Mungu atakutajirisha, ingia kwenye matendo ili imani yako isiwe imekufa, ilete matokeo. Kwa lazima zingatio lingine la 4, ujue ya kwamba mkononi mwa Mungu mnakuwawezesha wote. Tuangalie kipengele cha 2. Sifa unazotakiwa kuwa nazo unapotaka kutajirika na kuheshimika katika Mungu. Sifa au mambo unayotakiwa kuwa nayo unapotaka kutajirika katika Mungu. Sifa unazotakiwa kuwa nazo unapotaka kutajirika katika Mungu. Jambo la kwanza, ufalme wa Mungu kwanza uwe ndani yako. Ufalme wa Mungu uwe ndani yako. Angalia Biblia, kama unasoma Biblia utaona kwamba akasema tufundishe kusali. Yesu akasema salini hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje. Sasa kama alisema ufalme wako uje, anachotaka ufalme wa Mungu ukiwa ndani yako. Baada ya kuwa ufalme wa Mungu upo kwenye maisha yako, jitambulishe mwenyewe ya kwamba Mungu, nimekuelewa ya kwamba wewe ni Mungu wa miungu. Kwa kama ufalme wa Mungu utakuwa ndani yako, maana yake ufalme una mfalme. Kwa ufupi, Mungu mwenye ufalme atakuwa ndani yako. Miungu mingine itakapokuwa inakuja kwa ajili ya kukutesa au kwa ajili ya kukuharibia, kwa sababu ufalme wa Mungu upo ndani yako, ile miungu itashindwa, kwa sababu mfalme wa wafalme yupo ndani yako. Kama tulivyozidi kushuhudia ya kwamba kuna wakati watu wanatuweka katika mabaraza, na Yesu mwenyewe alisema ya kwamba jihadharini na wanadamu, kwa sababu watawapeleka mabarazani na katika masinagogi yao, tena watawapiga vita. Sasa kama Yesu alishaweka tahadhari, sisi ufalme wa Mungu ukiishi ndani yetu, tutakuwa tunautumia ufalme wa Mungu si katika hali ya kuonekana, ila matokeo ya kwamba ufalme wa Mungu upo ndani yetu yataonekana. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia tunapozungumzia sifa ya mtu unayetaka kutajirika katika Mungu, ya kwamba ufalme wa Mungu kwanza uwe ndani yako, tunamaanisha kwamba ufalme wa Mungu ni kila kitu kabla ya kutaka kila kitu ambacho nakipenda. Ufalme wa Mungu ni kila kitu kabla hujapata shauku ya kutaka kila kitu. Tumesema utajiri ni utoshelevu, kwa unakuwa na kila kitu, unakuwa na mali na vitu vingi. Mungu akamwahidi Suleimani ya kwamba nitakutajirisha kiasi cha kwamba hakuna tajiri atakayekuwepo kama wewe, na hajawahi kutokea. Maana nini aliona? Ndani yake mtumishi wa Mungu aliomba hekima na maarifa. Kwa sisi tukijiwekeza katika hekima na maarifa, na ufalme wa Mungu kawa ndani yetu, moja kwa moja kikao cha Mungu kitakuwa kinakalika kwenye mioyo yetu kila siku, kwenye fahamu zetu, na hatimaye tutajikuta tuna nguvu na uwezo wa ajabu wa kushinda mambo yote. Lakini pia maelezo yanasema ya kwamba ufalme wa Mungu una nguvu, hivyo mkono wa Bwana wenye uweza na nguvu utakuwa juu yako endapo utauruhusu ufalme wa Mungu uwe ndani yako. Lakini pia ufalme wa Mungu utakuletea usalama wako kwenye utajiri wako. Ufalme wa Mungu utakuletea usalama kwenye utajiri wako. Kuna muda utajiri unaleta mawimbi mengi sana, lakini ufalme wa Mungu ukiwa ndani yako, manake utakuwa na sauti kuliko falme nyingine. Kwa hata kama itatokea labda biashara imeyumba au jambo fulani limeyumba, kwa sababu ufalme wa Mungu upo ndani yako na unautegemea ule ufalme, hautayumba. Kuna watu wanayumbishwa akisikia gari lake huko, gari la mizigo, labda gari la abiria labda limepata hitilafu kidogo, anachanganyikiwa kwa sababu ufalme wa Mungu haupo ndani yake.
Lakini kama unataka kutajirika katika Mungu, jifunze kwamba ufalme wa Mungu ukae ndani yako, na ufalme wa Mungu uwe mwamuzi wa mambo yote katikati ya utajiri ambao Mungu atakuwa ameuachilia kwenye maisha yako. Utamwona Mungu akifanya mambo makubwa kila siku, na utakuwa salama rohoni na mwilini. Maana Yesu akasema ya kwamba kuna umuhimu gani wa kuyataka mambo yote yaliyopo duniani, utajiri wote wa duniani, ukaukosa ufalme wa Mungu? Anamaanisha kwamba ufalme wa Mungu uwe bora kuliko falme ndogo ndogo ambazo Mungu atakuwa amekukirimia. Yesu akishakuokoa na kufanya uwe mfalme, unaweza kuanza kuwa mfalme katika ngazi yako mwenyewe. Kwa ni mfalme wa hisia, yani ukawa unazitawala hisia zikutawali, ukajikuta mwenyewe upo salama. Kwa hiyo Mungu akiweka ufalme wake ndani yako, hisia unazitawala. Baada hapo unashangaa Mungu anakupa neema ya kutawala katika ngazi ya familia, ngazi ya ukoo, ngazi ya kijiji na kadhalika, na hatimaye ngazi kuu na viwango vingine, kwa sababu moja kwa moja ufalme wa Mungu upo ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Ufalme wa Mungu ulipowekwa ndani ya moyo wa Yusufu alijikuta anakuwa mtu wa heshima katika nchi ya ugeni, kwa sababu ufalme wa Mungu ulikuwa ndani ya Yusufu. Baba yake Yakobo ilifika kipindi na familia nzima ikahamia kule ambako Yusufu yuko.